إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu wasikilizaji, watazamaji kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli, tunarudi tena kwa kuzungumza mazungumzo yetu ambayo yanatufanya wepesi na wapya kila siku. Kama tunavyojua kwamba Uislamu ni dini ambayo inamtakia kila mwanadamu kuwa safi, kuwa makini, kuwa mwenye akili, kuwa mwenye heshima. Kila jambo lolote Mwenyezi Mungu alilotupa yataka yametupa uzuri zaidi ndani ya Uislamu. Sasa tuko katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambayo wanazioni katika kuutaja huyu mwezi katika majina yake waitwa mwezi wa Qur'ani, Shahrul Qur'an, yani ni mwezi wa Qur'ani. Kwa nini ni Shahrul Qur'an? Kwa nini wauite hivyo? Kwa sababu la kwanza kabisa, Qur'ani yashuka katika mwezi huu kama anavyotuelezea Mwenyezi Mungu katika aya ambayo inayotuamrisha funga. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran. Mwatakiwa mfanye kazi ya funga, mnataka mfanye ibada ya funga katika mwezi wa Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani imeshuka Qur'an au imeshushwa Qur'an. Mwezi wa Ramadhani imeshushwa Qur'an. Nani kashusha? Mungu mwenyewe. Kashusha wapi? Katika Lauhul Mahfudh. Yani Qur'ani wanaozioni wasema kwamba Qur'ani imeshuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu alipokuwa ameiweka, akaiweka katika sehemu iliyohifadhiwa ndani ya mwezi wa Qur'ani, mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani waitwa katika majina yake ni mwezi wa Qur'ani. La kwanza hilo. La pili, ni mwezi wa Qur'ani kwa sababu hii Qur'ani ni mwezi wa kusoma sana Qur'ani. Na kuisoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani inakuwa na fadhila kubwa sana zaidi kuliko kuisoma katika miezi mingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu huu ni mwezi wake, la kwanza kabisa. La pili, ni mwezi ambao fadhila au thawabu zinaongezeka kwa mja kwa kila ibada aliyoifanya. Kwa kila ibada aliyoifanya thawabu zake huongezeka. Kwa hiyo kuisoma Qur'ani katika mwezi wake fadhila zinakuwa kubwa sana kuliko kuisoma miezi mingine au nyakati zingine. Na kwa sababu hiyo alikuwa akishuka Jibril alayhi salatu wasalam kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mara nyingi ndani ya Qur'an, ndani ya Ramadhani, kwa kumfundisha Qur'an. Yani alikuwa akishuka mara nyingi ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa kumfundisha na kumkumbusha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kuisoma Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo Qur'ani kuisoma ndani ya mwezi wa Ramadhani inakuwa na fadhila kubwa, thawabu zaongezeka. Bal wanasema wanazioni kwamba
ni vizuri sana kupitisha au kusoma Qur'ani au kuhitimu Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani mara nyingi sana. Baadhi ya wanazuoni ambao wametutangulia kufahamu vizuri Qur'ani na fadhila zake, wakati alikuwa anahitimu Qur'ani kwa siku 3, ilipokuwa ikifika kwenye Ramadhani, anajitahidi, anaongeza bidii na nguvu kwa kuisoma Qur'ani, anayehitimu Qur'ani kwa siku. Hebu fikiria, juzu 30 anazisoma kwa siku moja tu. Je, walikuwa hawana maisha? Wao walikuwa hatafuti maisha yao ya duniani ya kawaida? Ndugu zangu, nataka nikwambie kwamba al-muwaffaq, Mwenyezi Mungu aliyewafiki kwa kumcha na kumpenda na kutaka thawabu zake, anampa nguvu na akili na mpangilio wa uhai wake wa maisha yake kwa namna ambayo inashangaza muonaji au mtizamaji ambaye hayuko kama yeye. Yaani wakati wake anakuwa ameuweka utaratibu mzuri sana. Ana nyakati za kutafuta maisha kwa njia yoyote ambayo iko halali. Ana wakati katika uhai wake au katika siku yake, kuna wakati ametenga maalum wa kumwabudu Mola wake. Akitoka nje akitafuta chakula, riziki ya siku, akiipata riziki ya mchana na jioni, yatosha kwake. Hawakuwa kama sisi ambao tunakimbilia dunia na ulivyovipata havikutoshi, hatushibi. Lakini yeye alikuwa pupa yake, wao walikuwa pupa yao, akili zao ni kuitafuta akhera. Dunia wanaifikiria kidogo sana, hata kama kuna migao yao, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, wala tansa nasibaka minad dunya. Usije ukaipa umuhimu akhera sana ukajisahau katika dunia. Kuna mgao wako duniani, yaani mgao wako ni kutafuta riziki, kutafuta maisha ambayo hayakupelekei kusahau akhera yako. Yaani unatafuta maisha kiasi kwamba unaweza ukaishi vizuri, unapata chakula cha mchana na chakula cha usiku, ukishapata yani hauumwi, alhamdulillah, unarudi zake. Sasa wao walikuwa na mipangilio ya maisha yao duniani na maisha yao ziada ya akhera. Kwa hiyo ikifika Qur'an, ikifika Ramadhani, walikuwa wakiipa umuhimu mkubwa sana kwao katika nafsi zao. Na ni kweli Qur'ani ina umuhimu sana katika maisha ya mwanadamu sana, hasa katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu huu ni mwezi wa Qur'an. La pili, ni mwezi ambao amali za mtu zinaongezeka thawabu nyingi sana. Na kama tunavyojua kwamba kusoma Qur'ani kuna thawabu kubwa sana. Mwenyezi Mungu, mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man qaraa harfan min kitabillah falahu ashra amthali. Anasema ambaye atakayeisoma herufi moja katika Qur'an, herufi moja katika Qur'an, atakuwa ana thawabu 10. Anasema wala aqul
wala siwaambii kwamba alif lam mim harfun, siyo manake, la, bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Nacho uelezeeni ni kwamba alif lam mim, alif ni herufi na thawabu zake kubwa na ziada. Lam ni herufi na yenyewe ina thawabu 10 na ziada. Na mim ni herufi, yani ina maana mwanadamu Muislamu muumini akisoma Qur'an alif lam mim anapata zinazojulikana. Kumbukeni na waambieni kule mwanzo wakati tunazungumzia kufunga, tunasema kwamba funga ni ya Mwenyezi Mungu, hakuna ambaye anayejua malipo yake. Lakini baadhi za ibadat Mwenyezi Mungu alizotuamrisha watu wanajua malipo, alimeshatuambia na Mtume akatuambia katika baadhi za ibadat ambazo zinafanyika, ambazo tunazifanya. Miongoni mwa hizo ibada kuna kusoma Qur'an. Kusoma Qur'ani hakuna shaka kwamba kusoma Qur'ani ni ibada. Mtu akisoma Qur'ani na kuwa amefanya ibada. Sasa ibada ya kusoma Qur'ani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelezea kwamba ukisoma herufi moja katika Qur'ani unapata thawabu 10. Yani na maana unaweza ukahesabu kutokana na herufi ulizosoma ndani ya Qur'ani, waweza wewe mwenyewe ukajua kwamba nimepata thawabu kadhaa, kwa sababu unahesabia kutokana na herufi moja thawabu 10. Kwa hiyo unazihesabu karatasi na herufi ngapi, karatasi 2 zina herufi ngapi, juzu moja ina herufi ngapi. Kwa hiyo unajikuta wewe mwenyewe unajua thawabu ambazo Mwenyezi Mungu amezijalia au ameziandaa kwa yule ambaye atasoma Qur'an. Lakini funga haina thawabu, wala hakuambia mtu, si nabii wala malaika. Alisema tu fa innahu li, yani saumu ni ya kwake yeye Mwenyezi Mungu, wa ana ajzi bihi, tena Mwenyezi Mungu ndiye analipa. Kwa hiyo Qur'ani, kuishi na Qur'ani ndani ya Ramadhani ni fadhila kubwa sana. Kama Mwenyezi Mungu, Mtume wa Mwenyezi Mungu anavyotuambia kwamba Qur'ani, yani Jibril rafiki yake, alikuwa akimchukia kwa kumkumbusha na kumfundisha Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani mara nyingi sana. Tuchukue pumuzi kidogo, basi tunurudi inshallah. Naam, tunarudi tena kutoka katika mapumziko yetu, tukiendelea kuizungumzia uzuri wa Qur'ani kwa kuisoma ndani ya Ramadhani na kutafuta njia za kuwa tutaweza kujiweka imara na kusoma Qur'ani. Sasa Mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitufundisha au alituonyesha kwamba Jibril alayhi salatu wassalam alikuwa akimjia ndani ya Ramadhani mara nyingi kuliko alikuwa navyokuwa anamjia kabla ya Ramadhani au baada ya Ramadhani. Kwenye Ramadhani kuonyesha umuhimu wake na uzuri wake, alikuwa akimjia mara nyingi sana, hasa katika siku 10 za mwisho ambazo tunazifuata sasa hivi, ambazo karibu punde tunaziingia. Sasa Qur'ani ndani ya Ramadhan ina umuhimu katika uhai wa mwanadamu. Usije ukasahau kwamba Qur'ani Mwenyezi Mungu ameileta huda linnas, ni muongozo mkubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. La pili,
shifaa ma fi sudur. Qur'ani ni dawa. Qur'ani ni dawa, yaponya maradhi ya moyoni na ya mwilini. Qur'ani inaponya au ni dawa inayoponya mtu au mgonjwa kuanzia kabisa katika nafsi yake. Maradhi ya nafsi, fitna, hiqd, ukorofi, wezi, uzinzi, ushirikina na kila jambo lolote ambayo ni maradhi ya moyo ambayo tunayafahamu mengi sana, Qur'ani ni dawa yake. Mtu ukipenda Qur'ani, ukisoma Qur'ani, unaondokewa na haya maradhi ya moyo. Mtu akipenda Qur'ani, akisoma Qur'ani mara nyingi kwa kuipenda, kwa mapenzi, kiibada, tafuta radhi zake Mwenyezi Mungu, basi hufanya Qur'ani hii inamtengeneza moyo ndani, anakuwa ni mtu safi sana. Aliyekuwa na matatizo ya ukorofi, kutopendelea na wenzake, kupata husda kwa watu na vinginevyo, haya yote ni maradhi. Mtu akisoma Qur'ani kimapenzi, kifahamu, kiibada, Mwenyezi Mungu humuondolea haya maradhi bila shaka. Sasa Qur'ani ni dawa inayoponya maafi sudur, yale maradhi ya moyo. Sheikh Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala alikitunga kitabu kabisa kikubwa sana, kina mijeledi 4, kizungumza moyo na maradhi yake. Akaweka tiba, akasoma tiba ya moyo. Aliyokuwa akiyasema hapa alisema kusoma Qur'ani, na akaleta dalili hiyo nayo Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba Qur'ani ni dawa inayoponya maradhi ya moyoni. Sasa ukisoma ndani ya Qur'an, ukisoma ndani ya Ramadhani, utapona maradufu. Utapona maradufu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unasoma Qur'ani katika wakati wake, unasoma Qur'ani katika mwezi wake, unasoma Qur'ani kwa kutengamaa. Sasa Qur'ani ni dawa ya mwanadamu ya moyoni, ya maradhi ya moyoni. Tumesema tena Qur'ani ni dawa inayoponya maradhi ya mwili, yani yanayoonekana. Dalili ya haya tunawaona Mtume wa Mwenyezi Mungu anavyotusimulia masahaba aliyowatuma katika nani zake, walikuwa wakiwatuma watu waende watizame kama vile ni viteje. Walikuwa kipindi akituma watu sio kwenda kupigana, la, bali ni kwenda labda kutizama kama kuna vitu jiani au kuna watu ambao itakuwa kama vile upelelezi. Yani wanakwenda kupeleleza kuona vipi njia zao kuna watu wanao wafuata au watu wanataka kuwafanyia ubaya au kuna vitu fulani wanavyovitaka. Alikuwa akiwatuma masahaba. Sasa siku moja aliwatuma masahaba, walifika sehemu ni usiku, wakaomba watu hao, watu wa kijiji, wakaenda kuwaomba sehemu ya kulala, yani wawape muda walaye katika kijiji hicho na wawakirimu. Watu wa kijiji wakakataa kuwakirimu, hata kiongozi wa kijiji akakataa kuwakirimu. Basi
Walipokataliwa kukirimiwa, wakajiweka pembeni hapo, kwa sababu ilikuwa ni usiku. Wakasema acha tulale hapa ndani chini ya mti au sehemu hii, kesho tutaamkia na njia zetu. Usiku huo Mwenyezi Mungu huyu kiongozi wa kijiji akaja kupatwa na kuna mdudu ameumwa na mdudu mkali, au simjui inaitwaje, akra katika wa Kiarabu, lakini kwa Kiswahili sijui anaitwaje. Akaja kaumwa na huyo mdudu, alikuwa ni mdudu mkali. Basi wakatafuta watu wenye kutibu kiongozi wao na nini, wakamkosa. Sasa mmoja wao akasema, jamani, mnaonaje twende tukawaone hawa wageni waliolala hapa ambao tumekataa kuwakilimu, labda kuna moja wanaweza wakawa na ujuzi na dawa. Basi wakawajia wale masahaba. Walipofika pale wakaambia, naam, sisi tunaweza, tuna dawa yake, lakini takapomtibu mtatupa ujira, kwa sababu hata nyinyi mmekataa kutukirimu. Kiongozi akasema, hamna shida, kama kuna mtu ambaye anaweza kukuwa na dawa, mimi sina shida, tawapa mtakavyo. Basi sahaba akashika sehemu aliyodondosa na mdudu huu, akasoma surat al-Fatiha, kamsomea surat al-Fatiha mara 3. Hii ni Qur'ani, mara 3, mara 4, mara 7. Kamsomea Qur'ani surat al-Fatiha. Hapo tizama miujiza Mwenyezi Mungu. Huyu aliyesoma alikuwa si nabii, ni sahaba tu kama watu wengine, lakini kutokana na imani na yaqeen aliyokuwa nayo kwenye Qur'ani, kwamba Qur'ani ni dawa, kwa sababu aliyesema ni Mwenyezi Mungu, hapo kiongozi akapona. Kiongozi alipopona, basi akawaambieni, chukueni, wapelekeni watupe fimbo kwenye mbuzi. Walikuwa na mbuzi wengi, wachukue fimbo, watakacho kitupa sehemu hiyo wachukue. Inasemekana walichukua mbuzi 100, lakini wakakataa kugawana, kwa sababu walikuwa wanaona labda hawana ujuzi nayo, kwamba inajuzu kuchukua chochote au kulipa malipo wakati wanasoma Qur'an au wakati wanatibu na Qur'an. Hapa kuna kuonyesha au kuna maonyesho yaonyesha ya kwamba hukubaliwi kufanya jambo lolote katika Uislamu pasipo kuwa na ujuzi, pasipo kuwa na elimu. Sasa hawa wamepata namna, lakini hawakugawana, kwa sababu walikuwa wakiona labda si za kwao au haijuzu. Walikuwa wakiona kwamba labda haikubaliwi kuchukua malipo ukisoma Qur'an au ukitibu na Qur'an. Sasa walimwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamwelezea kisa ilivyokuwa. Alichowaambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwanza alimuuliza, uliyatoa wapi kwamba surat al-Fatiha ni dawa inayotibu?
akamwambia kwamba ni maneno ya Mwenyezi Mungu aliyosema kwamba Qur'an ni dawa inayowatibu watu. Na mimi nimesoma Surat al-Fatiha kwa sababu hiyo sura ambayo nilikuwa naifahamu vizuri sana, nikawa nikitegemea kwamba Mwenyezi Mungu ataponyesha huyu mtu kutokana na Qur'an. Hapo kuna uthibitisho unaoonyesha kwamba Surat al-Fatiha ni dawa kwa maradhi aidha ya moyo au ya mwili. Unachukua sehemu unapokuumwa, unasoma Surat al-Fatiha mara ngapi, unapona. Hiyo ni Qur'an, fadhila zake Qur'an. Sasa Qur'an kuisoma ndani ya Ramadhan inakuwa ni fadhila kubwa sana. Kwa hiyo usije ukapata uvivu. Jitahidi namna yoyote uwezavyo, kwa kiasi ambacho unafahamu kusoma Qur'an. Kama una uwezo wa kusoma, soma ndugu yangu, soma dada yangu. Chukua wakati, kaa na Qur'ani yako. Yani maana yake kaa na kusoma Qur'ani. Juzu moja, juzu mbili, nusu juzu, robo juzu. Yani we uwezavyo, lakini uwe unaendelea katika Ramadhani. Kwa sababu kila ukisoma Qur'ani, namna unavyozidi kuisoma Qur'ani, ndivyo hivyo unavyozidisha thawabu zako kwa Mola wako. Hasa ndani ya mwezi wa Qur'ani, mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qur'ani nimeishusha katika usiku wa Lailatul Qadr. Sasa tumeongezeka faida nyingine. Aliyesoma Qur'ani katika siku zingine au katika masiku ndani ya Ramadhani, lakini masiku mengine, je, anakuwa kama ule aliyesoma Qur'ani katika Lailatul Qadr? Bitabala, ni kwamba aliyesoma Qur'ani akapatia usiku wa Lailatul Qadr, akapatia nao, atakuwa na mzidi sana kwa ngazi nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu za kusoma Qur'ani na atuwezeshe kusoma Qur'ani vilivyo. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.